ambapo leo ni adhuhuri ya siku ya Jumanne, dhuhuru يوم الثلاثاء, adhuhuri ya siku ya Jumanne ya tarehe 25 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka 1446 Hijiria. Siku za Ramadhan zinaelekea ukingoni, wa shahrullahi alfadil yuwaddi', na mwezi wa Allah wenye fadhila nyingi ndio unaaga. Sasa atalidiriki hili mwenye akili ya kudiriki, akajipinda na kuongeza bidii katika masiku haya machache yaliyosalia, lakini ataghafilika mwenye kughafilika kwa kuendelea kupuuza na kufanya uzembe na kuzidisha usingizi katika masiku haya machache yaliyobakia. Lakini ambacho tutakiwa tufahamu ni kwamba Ramadhani inaondoka hii, isipokuwa katika huu Uislamu matendo yanazingatiwa mwisho. Al-a'malu bil khawatim, matendo yanazingatiwa mwisho. Ikiwa kuna uzembe uliufanya mwanzoni mwa Ramadhani kwenye 10 la kwanza na kwenye 10 la pili, ukawa nyuma katika khairat, tengeneza hivi sasa katika haya masiku machache ya 10 la mwisho iliyobaki, maana matendo yanazingatiwa mwisho. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana min duaihi alayhi salatu wassalam husn al-khitam, ilikuwa ni katika dua za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kupewa khatima iliyo njema, mwisho mwema. Zilikuwa ni dua za Mtume alayhi salatu wassalam, na ndiyo dua za watu wema. Ule ukiritimba tulionao wa kuzembea Ramadhani inapokuwa mwishoni ni katika hasara kubwa sana, wala sio utaratibu wa sunna. Tunasoma hapa na nyinyi hadithi ya Aisha, tumeisoma mara kadhaa. Anasimulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa katika 10 lake la mwisho, akikaza msuli wake, akihuisha usiku wake, anakesha alayhi salatu wassalam, bali akiwaamsha watu wake kufanya ibada. Sisi leo tukifikia mwisho wa Ramadhani ndio tunazembea na kurudi nyuma katika mambo ya dini. Kuna wafungaji wataacha kuswali kabisa, kuna wengine wataacha swala za jamaa, ikawa sasa wanaswali majumbani, maofisini, na mwanzo wa Ramadhani ukiwaona wakimiminika misikitini katika wanaume. Sunna za qablia na baadia zitawachwa huku mwishoni. Kama watu walikuwa wakijitolea aljud wal karam, watu wakitoa sadaqat, watu wakifuturisha wafungaji, mtu kielekea mwisho wa Ramadhani ndo anaacha kufuturisha. Sasa hivi najielekeza kwenye siku kubwa na nina familia na mimi, kwa iftari saim hakuna mwishoni mwa Ramadhani. Watu sasa nikimbilia mambo ya sikukuu, wakati wema waliotangulia hapa mwishoni hapa ndio wanapambana na khairi. Tulisoma maneno ya al-Allama Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala katika Tafsira. Abu al-Faraj rahimahullah ametolea mfano kwamba pana baadhi ya watu katika mwezi wa Ramadhani wanashindwa hata na farasi ule wa mashindano. Farasi wa mashindano anapokuwa katika mashindano, akiuona utepe kwamba pale ndio mwisho wa mashindano, sehemu ya mwisho ya kiwanja, ataminyana kwelikweli, ataongeza kasi ili awe mshindi wa kwanza pale, akaukate utepe. Farasi anafanya hivyo, yule aliyefundishwa mashindano
akifikia mwisho ndio anamaliza sasa ingo yake, hizo mbio zake haziwezekani, anafungua turbo kisawasawa, anawahi pale. Al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah akasema, fala yakun alfarasu aftana minka, basi asiwe farasi ana akili kuliko wewe. Hebu angalia maneno haya, usikubali farasi akawa na akili kuliko wewe. Farasi ikifika mwisho anachangamka, wewe binadamu ukifika mwisho wa kheri unalala. Sasa wewe na farasi nani bora? Sasa tusishindwe na mafarasi wa mashindano. Wazi? Haya, hizo ni nasaha zetu kwa masiku haya.